Nikitupwa upweke, marafiki wakinikana, katika shamba la Baba ninaonekana wazi. Niende wapi o Bwana, Bwana nihurumie. Niende wapi o Bwana, Bwana nihurumie. Niende wapi? Mwokozi wetu atujali, huruma zake na pendo lake ni daima. Twende kwa Yesu, Mwokozi wetu atujali, huruma zake na pendo lake ni daima. Kwa mzee mwenzangu wa Makunga 2024, wajukuu na familia yote kwa jumla, majirani, marafiki wetu, hasa kwa kanisa la SDA, na wasalimu hamjambo. Hamjambo tena. Kwa majina ni Benedict Sitati, Associate, Luya District. Tuna makanisa 11. Ningependa kwanza nisimamishe wale wasimamizi wa makanisa haya. Kuna Elda wa Maliki, washiriki wa kumwaka kwa 91 abakecha mukanisa yaliangale hana ya kwena nisaba skulu Zoro ni zeli kisununu ta. Asante kukorekta. Malanga hamupokea kala mwalimu onu mundu wekamani omuntu manyire wele. Malanga kwa mabwe nao na abakuwelekea kwa magwena na kuchendibisi. Endibisi yakwanyole basa akulwa baye batarube kamani bose bawatirane mwalimu. Eweneyo. Mwalimu kama kuongoza bulivula indibisi yeyo kumwaka kwa 92 kama kuonyosi yake kanisa tumulumona angika samura mundibisi ngene isabu andu abo angaka uyuhanga mukonda soru nobona STL ya nani. Mwalimu kama nike kara kukanisa okone kamani sana nebasa alukira chafesa wahungu umusakhulu Samson ndo musakhulu Mataka kwa bana leo ndibone fena kuti bana batitika pisa bakwekesi akakonya kana kuomba kanisa ya sai. Mwalimu hapa tioko nini kakole kazi lingali sana nakola humuri ko daza bandu baisitia kwa tibise lulukati kakwa mabwe nao kumwako 94 na ba kakwa kama kwena na cha ndivisi aba kumwaka kwa 94 kakwa mandivisi na bakwambuka Makunga 2022 na kuja kuomba kanisa ekindi lya 8 mbovu sana. Ero musakhulu wali muyoti musee nali musoko nilino nali kahali wekanisa ngeneyo awakati yeyo naba musee wa kanisa malakandila male kamani kapisa kuomba kanisa yeyo kamani ani sina mwalimu akenyangata sifye bubeisa karangata namupanga mipango kyewe namupanga mipango kye kanisa paka lazima mbole mipango ngene yachile bwe baesiye kwatibishe mwalimu wekamani baesiye banoka faba pole mulipole baesiye cha kwatibishe mwalimu wekamani
hata sisi mukanisa kwanja kwikhala ni zindu khaneko sabone mulizo mugamba kulanganga hapati nekubera ngo bantu enabo ne bali simbirere ekanisa Yesu chenga bekhalani nono balebe mukhusale lulukali ekanisa Yesu chenga makunga ipenda yima okholo mbaye bamula pena twafula Yesu ali musale wapati wa kali hapati ane Amane Yesu yenyenza shina murunga eshindu Yesu yabonya Amane Yesu yabonya Amane Yesu yabonya shina murunga eshindu Amane Yesu yadola Amane Yesu yadola Amane Yesu yadola shina murunga eshindu Amane Yesu yenyenza Amane Yesu yenyenza Amane Yesu yenyenza shina murunga eshindu Amane Yesu yabonya Amane Yesu yabonya Amane Yesu yabonya shina murunga eshindu Jabura jaina ni koi bawa karule Wasale nyoyo Asabiranga nyoyo bawa karule Wasale nyoyo Jabura jaina ni koi bawa karule Wasale nyoyo Asabiranga bosi bawa karule Wasale nyoyo Ulira litala yanje Mwana wa Daudi asingie mmalezi Ulire kubelelanga Mwana wa Daudi asingie mmalezi Ulire kusalilanga Mwana wa Daudi asingie mmalezi Ulire kubelelanga Mwana wa Daudi asingie mmalezi Ulire kusalilanga Mwana wa Daudi asingie mmalezi Ulire kusalilanga Mwana wa Daudi asingie mmalezi 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 Enedi na kwaya yako mko sawa. Karibu hapa jarudi kwa Mwana wa Daudi asingie mmalezi hapa jarudi kwa Roho Mtakatifu. Maana Baba, wewe umekuwa na neema kubwa kwetu ndiposa tukapata kuwepo jinsi tulivyo hivi. Wakati huu ambapo ni wakati ambao wengi tulio hapa na hata wengine walio mbali waliosikia kwamba ndugu amelala, tunaweza kuwa na nyoyo ambayo ina huzuni. Tunaweza kuwa tumesononeka. Jamii kwa kijumla ya familia hii na hata wengine wahusika, Baba, majirani, marafiki, tunakuja mbele zako tena kwa nafasi iliyo ya pekee, ili kusudi lako Mungu la kuweza kutuleta sote kwako kupitia kwa mtumishi wako mchungaji wetu aliye mtumishi wako eneo hili, aweze kutuletea ujumbe ambaye ataweza kufariji wote. Zaidi ya yote, iwe na hali ile ya kuleta wengi kwako Mwokozi, tuweze tupate toba na kusudi tuunganike kama kundi moja, na ili kusudi mbingu na nchi iweze kushangilia na kuweza kutarajia kwamba kuja kwako kuwe na muhimu mkubwa kwetu. Ni asante mtumishi wako mama pamoja na watoto na familia nzima. Mungu aweze kuwafariji kwa faraja ya pekee. Nataka nichukue fursa hii vile vile kuweza kuwashukuru wote mliopata nafasi ya kuweza kuja kuhudhuria
mazishi ya mzee Herbert, niseme ya kwamba Mungu aliye mwenye kubariki akaweze kuwabariki na familia zenu. Nina mambo machache ningependa kuweza kuangalia kisha niweze kuketi chini, na kabla sijayaangalia nina swali ningependa tuulizane. Why are you here? Kwa nini uko hapa? Usikimbilie kulijibu, mbona uko hapa? Wengine wamekuja kuona watoto wa Herbert, inawezekana walikuwa hawajui. Wengine kuja kuona marafiki zao, inawezekana hawajui, hawakuwa wanajua wana marafiki kiasi gani. Wengine wamekuja kuona boma hili, hawajawahi kuja. Wewe umekuja kufanya nini? Why are you here? Bwana Yesu asifiwe. Wale mmeketi chini, mbona mko hapa? Siku ya Jumapili rafiki yangu Pastor Hailen Kemunto alifanya harusi hapa Kakamega, na wazazi wake walipoanza safari ya kurudi Kisii, walipofika Chabera gari lilipata ajali, na Pastor Hailen akapoteza wazazi wake wote wakitoka kwa harusi yake. Mwaka jana mwezi wa 5, ndugu yangu mdogo alipokuwa anatoka Nairobi kurenew visa yake kurudi ng'ambo, alipofika Voi alikauka kwa kiti kama ameketi. Jumamosi asubuhi tulipoamka Kenya hii, tuliamka na habari mbaya ya kifo cha Mheshimiwa Cyrus Jirongo. Sijui habari hizi kwako zinasema nini? Sijui mambo kama haya kwako yanapokufika yanamaanisha nini? Yana ujumbe gani katika maisha yako? Ama vitu viko kawaida? Nimesimama kusema ya kwamba mambo yasiwe kawaida, kwa sababu historia ya ulimwengu huu inafunga. Bwana asifiwe. Nimesimama kusema ya kwamba si kawaida kwamba mtu anatoka kurenew visa, anafaa kurudi ng'ambo na familia yote tuna matumaini kwake, alafu anafika katikati ya safari yake na anakauka kwa kiti. Si kawaida. Historia ya ulimwengu huu inafunga. Na hawa watu ambao wameketi hapa wote wana majeraha na makovu ya kifo. Kila mmoja ako na kidonda ambacho kimesababishwa na kifo. Kila mtu hapa kama kuna kitu kinamtisha ni kifo. Wengine wamekuja hapa ili wakifiwa familia hii isimame na wao. Uoga wa kifo umefanya wamekuja kukaa hapa. Maisha yanatutesa, na kama kuna kitu kimetutesa zaidi ni kifo. Kimeingia kwa maboma yetu, kimerarua familia vipande, kimenyang'anya familia amani, na leo watu wanaishi kulaumiana kwa sababu kifo kimepenya, kimeingia. Msomaji, kitabu cha Wakorintho wa kwanza 15:50-51. Wafufuliwi kuendelea na tabia yao tena, lakini wanafufuliwa katika upya wa maisha, wasiwe na uharibifu tena. Nasi tutabadilika. Nasi ambao parapanda italia tukiwa hai tutabadilika. Maana shati huu uharibikao uvae kutoharibika. Maana sharti huu mwili uharibikao, mwili huu wa magonjwa, mwili huu wa kifo, mwili huu wa majuto na vilio, sharti mwili huu wa kuoza uweze kubadilishwa, kwa sababu mwili huu wa kuoza hauwezi ukaridhi uzima wa milele. Na huo wa kufa uvae kutokufa. Na mwili huu wa kufa kama mwili wa Herbert ambao ni wa kufa na umekufa, mwili huo lazima uvalishwe kutokufa. Basi huu uharibikao utakapovaa kutokuharibika, na huu wa kufa utakapovaa kutokufa, hapo ndipo litakapokuwa lile neno lililoandikwa, mauti imemezwa kwa kushinda.
Amina. Achia pale msomaji. Mtumishi wa Mungu Paulo anapoangalia hali ya kanisa la Korintho, anapoangalia masononeko na masikitiko ndani ya kusanyiko la Mungu, anapoona majeraha ambayo kifo kimesababisha watu wa Mungu, anaangalia anasema, ndugu zangu, angalieni, ninawaambia ninyi siri ya kwamba hatutalala sote. Watu watakufa karibu na wewe mpaka ufikirie ni kama tunakufa wote, lakini Paulo anasema habari njema ni kwamba hatutalala sote. Amina. Nasema ya kwamba watakufa, ndio watalala mauti, watakufa ajali, watakufa vifo vya kutishatisha, lakini neno la msingi ni kwamba hatutalala sote. Hatutalala sote. Nataka niseme ya kwamba kifo kimetuweka mateka. Kifo kimefanya mnafanya mambo ya ajabu ajabu kwa maboma yenu. Najua inawezekana nikirudi hapa baada ya siku 3 niambiwe geti haiko huko tena, geti imerudishwa huko kwa sababu tunakinga kifo. Mlango umetoka hapa, mlango umewekwa huku kwa sababu tunazuia kifo isiwahi rudi. Na kifo imefanya watu wa Mungu wamekuwa mateka, wametekwa nyara, wanaishi kama wamewekwa kwa kona, wamezuiliwa mahali kwa sababu ya kifo. Imezuia hata mawazo ya mtu kufikiria kwa sababu kifo kinatawala mawazo yetu. Wakati mmoja kifo kiliingia kwa familia ya mzee anaitwa Elimeleki. Kitabu ni Ruth 1. Katika familia ya Elimeleki kifo kilipoingia, Biblia inasema kikapiga mzee chini kikamaliza. Kikaingia kwa kijana wa kwanza kikatwanga, kikapiga yule wa pili, na mama mjane akabaki Naomi na wakaza wanawe ambao ni wajane wenzake. Na Naomi akafikiria kwa moyo wake, akasema kwa sababu ya kifo kilicho ndani ya Moabi, mimi nitarudi nyumbani. Kumbe kifo kinaweza fanya mwanamke atoroke boma lake na arudi nyumbani kwao. Kumbe kifo kinaweza fanya mwanaume mzima na suti kama mimi aende akanyoroshe miguu kwa nyumba ya samadi ile ambayo imevuja kwa mganga, achanjwe mwili wake kwa sababu anaogopa kifo. Death can reduce us to nothing. Kifo kinafanya watu wana compromise. Their standards, their status are compromised kwa sababu kifo kimeingia. Amenitenda mambo machungu. Usiniite Naomi kwa sababu nilikuwa Naomi nikiwa na mume. Nilikuwa Naomi nikiwa na watoto. Nilikuwa Naomi kama nina miguu ya kukanyaga chini. Lakini leo ninatembea kana kwamba nina hamu juu ya hewa. Usiniite Naomi, niite machungu kwa sababu Bwana amenitenda mambo machungu. Ambaye watu wakimpokea anabadilisha historia ya maisha yao. Ambaye boma ikimkumbatia anatuliza mawimbi ya maisha yao. Ambaye familia ikimkubali maisha yao hayaendelei kuwa vile yalivyokuwa, lakini yanabadilika. I know Herbert has been a pillar in this family. Lakini kwa sababu Mungu ameruhusu Herbert apumzike, that is not the end of life. We must press on to the winning line. Huo ni ukurasa mpya Mungu amefungua katika maisha yenu. Sio sababu ya kujikunja na kuanza kulaumiana na kuanza kutafuta mahali kifo kilitokea. Kifo hakijatokea hapa Makunga, kifo kilitokea Edeni. Mtachukua ng'ombe mpeleke kwa waganga, msimamishe kifo, lakini bado kifo kiko. Sababu historia ya kifo si Makunga. Historia ya kifo ni Edeni. Kutoka kaburini atakuwa ametoa mavazi ya kifo, atakuwa amevaa mavazi ya umilele wote. Amen. Na hiyo ndio sauti mimi natamani kwa maisha yangu. Amen. Natamani sauti hiyo ya ushindi. Mimi sijui mnatamani sauti gani. Wengine mnatamani sauti ya viongozi wa taifa hili. Nasema 1 term, 2 term. Bottom up, bottom down. Hizo ndio sauti mnatamani kuzisikia. Wengine mnatamani kusikia tawe, wengine mnatamani kusikia tibim. Hiyo ndio mambo mnatamani kusikia. But one voice I long to hear ni sauti ya Mwokozi wangu. Amen. Sauti ya ushindi, sauti ya urejesho, sauti ya faraja, sauti ya utulivu katika maisha yangu. Amen. Hiyo ndio sauti mimi ninaitamani.
Bwana awabariki sana. Hata katika uchungu wa Ijumaa yenu, hata katika machozi ya Ijumaa ya maisha yenu, wacha Mungu awape tumaini la kusubiri asubuhi hiyo. Wacha hifadhi tumaini la urejesho katika mioyo yenu. Ili wakati utakapofika, parapanda itakapolia, waliolala makaburini kama akina Habat watakapoamka, nasi tutakapobadilishwa na kupewa mavazi ambayo sio ya kufa, tuungane pamoja nao kumlaki Mwokozi mawinguni. There are some realities about death. Death is a reality na watu wanaishi kwa denial. Nataka niseme mzee anangoja sauti moja. Ndugu yake alikuwa hapa ile siku nilikuja. Sijui leo amekalia wapi. Hata leo ukatuma huyo ndugu aende amuite, Habat hawezi inuka. Hata wewe kipenzi cha roho yake uende uite, Habat haitiki ng'o. Lakini atakaposikia sauti ya muumba wake, atainuka na mavazi ya ushindi. Amen. Kwa sababu Mwokozi wake atakuwa amemuita. Watoto wa mzee wangu Habat, I want to recommend Jesus to you. The only way we can meet with your departed father is when we believe in Jesus Christ. Amen. Hapo ndio neutral ground. Nilisikia mwingine akisema, oh, Habat hakukuwa naonja, mimi nilikuwa naonja. Habat amekufa na mke mmoja, mimi naendanga Maliki. Habat sijui amefanya nini, mimi nilikuwa nafanya hivi. Mzahulu mulembe. Romulamu. Zihabiko. God has to complicate your life ndio uache pombe. He has to allow diabetes in your life ndio uachane na pombe. Huyo ndio Mungu mimi natumikia. Yaani usiposikia through diplomacy, he complicates your life. Alafu anakuweka in a corner somewhere. And then you surrender. Unasema all to Jesus I surrender. Kuleta mambo ya kufarakana. Kanaanzanga kuleta vita. Wewe si wa hapa, wewe ni wa hapa. Hii shamba baba alisema ni yangu, hii ingine ni yako. Mnaanza tu kusukumana mpaka msukumane, hiyo ni tabia ya shetani. Lakini my desire ni kuona ule umoja ambao umekuwa katikati yenu. Na umoja huu unaweza tu kama mtadumu kwa magoti. Mkidumu kwa magoti, umoja huo utasalia. Lakini mkikata shortcut, atawaachilia mkate shortcut. Na mwisho wa siku mtainuana panga kwa iboma na kuuana. Mimi kama mchungaji wenu ninawaombea. Lakini maombi yangu hayatoshi. Jiombeeni na nyinyi pia. Maombi yangu hayatoshi. Esther anamwambia Mordekai, ndio ninaenda kwa mfalme. Tena nimefunga na kuomba. Lakini Mordekai, sanya Wayahudi walioko Shushani, nanyi mbaki mkiomba. I'll always be praying for you. But one thing I want to request is that you pray for yourselves as well. Ili maombi yetu yawe na nguvu. Mungu unayestahili sifa zote. Umeturuhusu Bwana kuweza kuja kongamana katika boma hili kwa ajili ya kufariji familia hii na pia kwa ajili ya kushuhudia ya kwamba wewe uhai. Na uhai wako umetupa uhai kupitia kwako. Ndio tunaishi katika siku ya Ijumaa. Lakini habari njema ya maisha yetu ni kwamba kutapambazuka asubuhi mapema Jumapili na makaburi haya yatakuwa wazi. Tunapoulaza mwili wa Habat kupumzika kisubiri parapanda yako, ninaomba ya kwamba ukafariji mioyo yetu, ukafariji familia yake, ukasimame na wote walioko mahali hapa. Na kila mmoja wetu ni ombi letu ya kwamba utahifadhi majina yetu katika kitabu chako cha uzima. Program ambayo imesalia ninaomba ya kwamba uongoze, ukitubariki na kutuongoza, kwa kuwa tumeomba kwa jina la Yesu aliye Bwana na mkombozi wetu. Mungu wa amani awabariki sana. Omene village admin karaja na kama kwa keo na kanandi na mwitu isikie banda angeke nandi abisa mwitu embakalo na mwezi. Lakini ula ibulio ejimase ndo na simu no enyewe. Sano na kala manandi niche ndo manandi kala family no. Kuliko nende bazo rebe ko biranga kimitaro kino khale lakini al manandi ta nipo wabira ko mayi okwivilila kweli. Nalo manandi taka nicheze sike mwalimu wange. Ngozi le bantu banyasaye. Wa mama hai. Maini yote nije ita.
Esenge mmanyileke esezilingana kama kese nyengenda musibala sebantu sine enyola ko likese lala nezilika kusinga 200 nendera ke mazika. Nolo nakanyola ko likese lala nalo napako embala singa 300. Nako singa 100 nakula ko mama wange lipustikie mno yesakwana ko nenda bandita. Nabrera kalo singa 200 nandi okupira ko mayo TVC bubi. Edukula no kubutambo kwa sasa ni amabandi banyesaye. Manyendo syange narusira awunda kumufuko kosi kurako kuri mwezi miwese umuntu kampa kulo 500 ndikamafura sekawelemo. Ekansa yefu ya SDA basale bajarani mulembe mwezi mulembe luti sendo masama kwa matiti maipole safari ne Lumenio noli nende wele safari no saidinde itawe. My brothers and sisters, nomuleka mayi wenyo inangana abira abantu balabo balikapanga bikumba maulile tira mayi wenyo mumba likanisa lya STA babami nende bana masika mwesi namukesha nandi mulembe swa omanye noli omu STA bali na wime bwenu khesholi wafalme wa kwenda binguni ya mjambo. Asante. Ese bandanga bali planet kaitano mungo muno ndimono basali. Ese nasoma nende omusori ni balanga bali ilari. Niye kabukula medicine ka graduate le medicine ese na graduate mass and communication. Bamai bapapa bawandase ndikhomukhesia mulisina lya wele mulembe tete mulembe myamya. Asante. Masina bananga bali Rachel na Sipondi Makoha omukoko lukhafwa esese ananonye engo nechira khupila mai pole sana bya papa mwalimu Herbert mai otinya mai wela bene nawe kumpoteza mzee wako, poleni sana. Bandu ba mmiri mamutongareni bandu mwechula sisa pole nadikala. Ana masika babechile oyalekesia lukendo lumalisiro mwalimu apati mukhesia mulembe swa mulembe te mulembe mya. Ese nechila nano kwa niaba ya ofisi ya Mheshimiwa John Murumba Chikati kubolende pole ubakaaji bamilima. Ese nende a very short history ya mwalimu Abati. Mwalimu Abati nali jirani. Ese namasangala hawo tumaulu jina wicha ba masika mwezi muliano mulembe lundi pole mwishile khulila Herbert mwalimu mayi ibalini niyo musakhu walekhile nende family yo pole lukali. Oino bamulanga bali Madam Catherine Musila wasomya nende mwalimu Herbert nga he teacher wewe kanenya kuloma khubole family ndi pole maikala esese sinabulekwa oluma abana ba mwalimu Herbert Lwiki enywe ndayi niyo birwe bya mayi wenywe ese wase kuline ndo mulala balanga bali mayi wa chesi wala kuokesi aba chesi niyo mukuru wa control babasye mayi linda mayi asandiko. Basi kanisa takatifu la SDA, mama na watoto wetu wapendwa na waombolezaji wote, Bwana Yesu asifiwe. Kwanza jina langu naitwa mwalimu mstaafu Andrew Omela, nikistaafu kutoka katika shule ya ICFM Halfland. Mimi ndiye nilifundisha mara ya mwisho na mwalimu Herbert, na kazi ambayo alinitendea ni kazi ambayo inaweza kukumbukwa. Alinipa watoto wakati shule hii ilikuwa inahitaji watoto, nikawafundisha. Akanipa mama mke wake akawa kwa board na akawa hata banga signatory. Akanipa hata na watoto wake Madam Betty na Sara wakati ilikuwa nahitaji walimu.
Mwalimu alikuwa katika kitengo cha games, akawa chairman na akafanya shule ya Hafland ikatisha shule jirani. Wanapoenda michezo kama Luya wanasema mkishinda tu ICFM Hafland basi hakuna shule nyingine itawaweza. Ni kwa sababu ya kazi ya mwalimu Herbert wakisaidiana na mwalimu Paul na kina Madam Helen na wengine. Nataka nishukuru pia kwa sababu alikuwa katika kitengo cha English, yeye akiwa chairman wa panel ya Kiingereza, akiwa examiner na akafanya hiyo shule ikaendelea juu. Wacha Mungu aweze kuwabariki. Njafomora McDonald Juma ofire papa ni domendi kala wanda skafa ile t-shirt ya green ala sabirange kura ndenyanga DEC na Itiri Mbakalo, na mheshimiwa mbunge akiwa hapo. We have a problem in teaching fraternity. Bandu bano bakosa kosya bandika balimu na basahuli nasaba ko compensation kwa menga kwa trainer kwa graduate na musima na mucha mbunge mulode habundu wena iko lya habiri. In fact it is bad manners to teachers. Onyala waandika mwalimu intern abiyo kumuroko kumulai. Mungu awabariki. Asante. Kwa hivyo familia mama Evelyn, watoto wake, kanisa langu la SDA, wana matanga wote, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Nataka niseme mama Evelyn pole. Pole sana kwa huu msiba wa kumpoteza baba mpendwa. Huyu mwalimu Herbert namuelewa kama mwalimu wangu tangu utotoni. Alipokuwa kule Msemwa ni kwamba niliweza kupitia mikononi mwake. Hamjambo tena. Kwa majina naitwa Paul Chebukaka. Pia wananiita senior counsel kwa sababu na mimi ni mtetezi wa walimu na I represent Makunga. Basakwa Kala. Kwa majina naitwa Evelyn Juma, deputy head teacher na Biswa FIM. Bwana Yesu asifiwe. Mimi naitwa George Barasa, deputy teacher Sango SA, ambayo Madam Betty Laura anafunza. Madam Betty, poleni sana. Mungu akutie nguvu. Si rahisi, lakini kiamini Mungu yote utaweza. Tumsifu Yesu Kristo. Daima na milele. Mimi naitwa Madam Gladys Wamela Wafula, head teacher wa Sango SA. Kwenye Madam Laura anafunza. So kindly pengine walimu wenye wametoka Sango kwenye mwenza anafunza wange step tu mbele hata wawevu tu walimu wa Sango. Sango teachers kindly move to mbele kidogo. Hawa ndio wanafunza na Madam Betty. Asanteni sana walimu, because of time maybe waseme tu jina peke yake, si ndio? Thank you. So hawa ndio part of the staff. Tuko walimu wengi sana, lakini given that ni holidays wameshughulika na kwingine. Just one word. Madam Betty ni mwalimu mzuri sana. Yeye, believe me hawa walimu anafikanga wa kwanza. Kama sio mimi ni yeye kwa shule. Saa nimesoma hapa kumbe alifuata babake. Sikujua babaka alikuwa mzuri hivyo mwalimu. And I'm sure the mother is also good. That is why the girl is so good. Ako committed kwa kazi yake. Madam, tunakutakia mema. Mungu awafariji. Thank you so much. EC NAT representative wa Itiri Mbakalo. Madam, pole zangu kwako na uzao wako wote. Mungu ndiye mfariji mwema. Najua kwamba mtafarijika. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Kwa majina ni Lona Lonyangapuo, welfare Kapenguria prison. Na tungekuja wengi lakini tulikuwa na sherehe mbili, wengine watukajigawa. Kwa hivyo jamii ya Edwin Luiki tunasema poleni sana. Mungu awafariji.
na kwa sababu sisemi mengi, wacha nimwalike mkubwa wangu mwenye ako karibu atoe rambirambi ya our officer in charge. Karibu sana. Hamjambo. Bwana asifiwe. Naitwa Chief Inspector Barasa. Nimekuja hapa kuwakilisha officer in charge Kapenguria, na ni kwa ajili ya ndugu yetu Edwin Lwiki Wasike ambaye tunafanya naye kazi. Tumesema pole sana kwa ajili ya hali hii. Kila wakati baba yake akiwa anaugua amekuwa akiomba ruhusa mara kwa mara, tunampatia ruhusa akimbie kushughulikia hiyo hali, na tumekuwa tukimtia moyo kwamba hii mambo yako na utashughulika mpaka mwisho. Shughulikia baba yako mpaka mwisho, na sasa hivi amelala. Tunasema pole sana. Mungu awafariji familia yote. Kutoka kwa officer in charge Kapenguria alituma salamu zake za rambirambi, anasema pole sana ndugu Lwiki na familia yote kwa jumla. Tunaona tuko wengi, hata mimi mwenyewe nimeshangaa tumekuja wengi. Sikujua tuko na wengine wetu upande mwingine. So ninashukuru sana familia hii, kumbe ni familia yetu. Tumeshukuru sana. Asante kwa wakati huo. Bwana asifiwe. Asifiwe tena. Kwa majina mimi naitwa Pius Mukezia. Mimi nawakilisha officer in charge Tambachi, Mr. Jirkil. Tena bado nawakilisha all officers wale wamepaki Tambachi. Vile mata mwaka Kapenguria amesema tulikuwa tukuja watu wengi. Tuko na matanga ingine mwenzetu alifariki, wameenda kusika huko Kapenguria. Ndio tukakawa tukuje watu wakuje upande hii, wengine waende Kapenguria. Ile kitu mimi nasema pole sana kwa mama ya Dennis na wale wa manduka ya tennis. Nasema pole, you just take heart. Tennis inakuwa namna hivyo katika makono. Thank you. Amasikabo si muhesha ndi mulembe familia mwalimu abati mai ne babana bamenywa bosi ne basale mulembe lukali esenga neno mandi ondingo nona abandi heno mandi hendere family ya Kitale Command. Kitale Command line kijela kitaru kulinende Kitale Main Prison, Kitale Medium Prison, Kitale Annex Prison, nende kulinende Kitale Women Prison. Kwa hivyo elimungo mubofu sakunyalire kuichabaka litanga ne mubora kaliyo kama kali baliyo bali kukia serikali haba endelesha kulinende shughuli chichindi chiholeha chichenya security ne kulinende bande babefwe lundi banyolehe nende kama kali lundi batibisye bandu babwe. Kwa hivyo kwakabane chingira chingali lakini kukolile kwechile kubera engo ya Kitale Command. Kwa hivyo esabananga balinambuye na masamwara aka mkuywa sarwa bwena ndiko nenya kurera sikila kama seniko ndinayo kalima titi mmoja mahala waliondoka, liona walikuwa wengi. Kwa niaba ya gereza la Command ambalo ni gereza kula Kitale Main, ambao tunafanya kazi pamoja na mwenye alitoa hapa mbavu wake, wote tunafanya nao katika idara ya magereza. Tunaleta rambirambi zetu na tunaomba ya kwamba mzidi kuwaweka kwa maombi. Nami nimevaa kofia nyingine tena, tunashiriki na dada ambaye amefiwa na mzazi wake kwa kanisa letu. Tuko na kanisa pale gerezani. Kwa hivyo kwa niaba ya kanisa tena tunasema pole, na kwa niaba ya patron wa kanisa hilo ambaye tena ndiyo ofisa mkuu wa gereza la Kitale Main, tena komanda mkuu ya Trans Nzoia, tunasema ni pole ni sana. Angepata nafasi ya kuja hapa, tumewakilishwa hapa vilivyo. Kitale Medium wako, Kitale Women wako, Annex
pamoja na wengine ambao wametoka jela mbalimbali, wengine tumefanya nao kazi, tumekutana hapa. Kwa hivyo tunasema na poleni sana, tuko pamoja, tulisikia hizi habari, tukasema tutajumuika pamoja. Asanteni kwa nafasi ambayo mmetupatia. Sisi huwa hatuna mambo mengi. Poleni sana, Mungu awabariki. Majina yangu ni Mika Ayumba, inspector, natoka katika kaunti ya Vihiga. Kwanza kwa kuambia jirani zangu poleni, si rahisi. Pia sisi tumewahi pitia na walikuwa karibu nasi, na hii ni njia ya kila mmoja wetu. Bwana asifiwe. Nataka kusema pole sana kwa mama Evelyn, na ni Mungu tu ndiye anaweza kukonsole vizuri. Sisi wengine vile wamesema tuko mbali kidogo, lakini wewe na familia yako mtazame Mwenyezi Mungu. Bwana asifiwe. Hayo tu mbali. Familia na marafiki wote, hamjambo. Kwa majina naitwa Moshina, mimi ni rafiki wa Evans mwenye tumetoa msichana wenyu hapa. Sisi tunafanya kazi na Evans Bungoma ama contractor. Naitwa Moshina engineer, ukikuja Bungoma utanipata. Asanteni sana mam, pole familia, pole sana. Mungu awabariki na mtazamie tu Yesu, huyo tu ndio mwenye anaufadhili peke yake. Amina, barikiwe. Asante ndugu yetu. Mai wefo musime bamukhwasi nende bamulamwa ekanisa nende bana masika bosi mulembe akheshenekho kimilembe kya papa hapa tikimimalilizi efena khwimano khwama Bungoma abundu bali Samoya khuli bakimweyi nebalebe nga khwimile khuri mbara namukhulola samureba mbo nanu niye omuhoyo Mungu munota sabonekha. Kwa hivyo senenya kubola mai ndipole wakananga khuri esesengene ne musani wa mai nisawali olile khobusuma Mungu muno ne papa safari karibu chitaru papa na hakhule hata. Kwa hivyo kabele papa musime khabukulakho kamakhabi karibu kataru na khupakho nena yembakha. Alikuwa mzamba, alikuwa soba, na hatukutarajia kwamba Mungu atamuhitaji haraka sana venye ameenda. Kabla mzaende, huyu ndugu yetu ambaye ni mzee wa shemeji Betty alikuwa ameniambia mzee alikuwa anataka tukuje tutembee hapa, na tulipoangalia kalenda na mipango venye ilikuwa andiko cha tarehe 7 ilikuwa Jumapili, lakini bahati mbaya akaniambia mzee amemaliza safari yake. Hivyo mahali mzee ameenda, naomba tu Mungu amweke mahali pema peponi. Kale bamuse banaborata kama sinafsa, alafu mulebe wefaro mekholera ralile papa na abakucha khwikhalashi kumana masayi meyoma. Asante. Masina Floriano Wanjala, mimi ndio mkubwa wa Evans. Mulamwa pole ulomaza kuli asante kawele evoza kulinga abeo kukapanga ta. Asante. Kwa majina ni Agreja, contractor natembea na mwenzangu kuja kumbeleza na yeye. Shemeji pole. Jina ni Steven, rafiki Evans. Nimesema pole. Naitwa Henry Juma, ni mwangalizi wa Betty pamoja na Evans kule wanakoishi. Kwa majina Martin Simiyu, pole sana mama na shemeji. Mimi najua shemeji ananijua. Poleni sana shemeji. Mimi ni ndugu ya Evans mkubwa. Asante. Mashemeji bamukwase ndi mulamwa kanisa takatifu ya SDA, waombolezaji wote ambao wamekuja kuomboleza pamoja nasi, na wasalimu amjamboni. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Mimi niko hapa kutoa rambirambi zangu na kuomboleza pamoja na mama na shemeji kwa kupoteza mzee. Mzee amekuwa mtu mzuri kwa sababu nimekuwa hapa mara mingi tukiongea, tukikaa pamoja. Alikuwa mtu anakupea mawaida, si mtu amekuwa
anaweza kupotosa. Kwa hivyo tumepoteza na wameongea mengi, na mimi pia nakubaliana na hao. Mama, Mungu akutie nguvu. Sisi tutaendelea kuwa pamoja na tuweze kukulea, kwa sababu sasa msaa ameenda, mpaka sisi tuchukue hiyo jukumu ya kukaa na wewe. Kwa hayo machache, Mungu awabariki. Aba timo ni kilo chingali kila changa kuisesi mayo geumba wabira ota polio au ndo kwabe hasi kidogo na bulwale wa papa, lakini saa hii abafwezi kwalole nioli okapara sana wabira ota balomela kwa nobira baloma bali abaupa bikumba. Nikiwa msichana mkubwa, nitaanza na our last born Becky. Karibu Becky ya baba. Majirani, kanisa na wasalimu katika jina la Bwana. Hamjambo? Hata tu kujibu hamjibu. Hamjambo? Salamu za mwisho za baba. Kwa majina, mimi naitwa Rebeka Wasike, last born wa hili boma. Baba tumekuwa na yeye, ametulea, ametufundisha sisi wote hapa. Hakuna mtu ambaye hajasoma, na kama kuna yule hajasoma ni yeye mwenyewe. Baba amegonjeka. Mimi personally nimekubali baba alale. Ndugu zangu wakubwa na warudishia shukrani. Kila saa tulipowapigia simu baba amelemewa. Haikupita lisali moja kama hamjatoa response yenu. Nawashukuru sana. Nawaomba tu huo moyo ambao mlikuwa nao kwa baba muweze kuendelea hivyo. Na mama, mimi hukuambia siku zote tutasimama na wewe. Hata kabla baba atuache, nilikuwa nakwambia tutasimama na wewe katika haya yote. Sisi kama familia tutaungana, na familia ya Mwalimu Herbert itasimama tena. Baba, umelala lakini umeacha legacy nyuma yako. Tutakukumbuka. Kwa hayo machache, mbarikiwe. Thank you my sister, you are strong. Karibu dada Adelaide. Kanisa la baba, majirani na marafiki zetu na wasalimu katika jina la Yesu. Hamjambo? Mimi naitwa Adelaide Wasike. Napenda baba yangu. Baba amenifunza, baba amenilea, amesimama nami katika hali zote ngumu, hata kwa raha amekuwa na mimi. Nimekuwa hapa na baba tarehe 5. Akaniambia kama kawaida yake, kila siku asubuhi unaamka, unamosha mguu, unampaka mafuta na ataenda kulala. Akaniambia saa 8 oga, utoke uende ukae na dadako hospitali afanyie operesheni na usirudi hapa kama hajapona. Nikatoka tarehe 5 na manguo zangu zote, nikienda na sitarudi kama dadangu hajapona. Ijumaa nikapokea simu, baba ameniacha. Ilinichukua muda kubali, lakini baba ameng'ang'ana. Baba ameugua. Baba hata mkimwangalia pale amekonda sana. Baba, nilifika hapa siku ya Jumanne nikaenda moshari. Kweli nilishika kichwa chake. Baba haamki. Baba haitiki. Na nilikubali baba amelala. Baba, nakupenda. Popote uliko, na kama unasikia sauti hii, zidi kuwa pamoja nasi katika hali hii. Sio rahisi baba. Dada, nashukuru kanisa la SDA kwa maombi yenu na watoto dasto. Karibu Betty.
Kanisa letu la SDF, waombolezaji wote waliokuja kutangamana nasi katika siku hii ya kumwaga baba yetu mzazi, na wasalimu katika jina la Yesu Kristo. Hamjambo? Hamjambo tena. Mimi ndiye naitwa Madam Laura Betty. Mimi nikiwa ni msichana wa pili katika boma hili na nikiwa ni mtoto wa 5 kati ya watoto 13 ambao mliwasoma. Mimi ninampenda baba yangu na baba alitupenda, lakini siku zote huwa tasema kuwa Mungu ana mipangilio yake maalum ambayo hatuwezi kusema kuwa tunaipinga. Kwa hivyo tulipoambiwa kuwa baba yetu ametuacha, ndio ilichukua muda kuweza kuamini kuwa kweli baba ametuacha, kwa sababu siku zote ni mzazi ambaye amekuwa pamoja nasi, ametulea, amehakikisha kuwa tumeenda shule, tumefika mahali ambapo tumefika, na ilikuwa ni muda wake yeye kama mzazi kuketi, kutabasamu na kuweza kufurahia jasho lake, jasho ambalo aliweza kuliweka kama akiba kwa watoto wake. Kwa hivyo ni mipango ya Mungu, aliona kuwa baba aweze kutuacha wakati huu, lakini pia tusema ni asante kwa Mwenyezi Mungu kwa kutuweza kutupa muda ambao tuliweza kuishi na baba yetu. Ni wengi sana ambao hawajatangamana na baba zao, hata hawajawaona. Kwa hivyo tuna kila sababu ya kuweza kumshukuru Mungu na kumpa sifa kwa huu muda ambao baba yetu ameishi katika hii dunia, sivyo? Unaponiangalia, pengine kwa sasa tunamzika babangu, lakini pengine leo jioni, kesho kutwa babangu anaenda kuzaliwa. Kwa hivyo tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa kila jambo, na anawahimiza muweze kuendelea kutuombea, muweze kuendelea kusimama nasi, kwa sababu hii hali ni ngumu, sio hali rahisi. Kwa ndugu zangu na dada zangu, nawahimiza tuweze kushikana mikono, tuweze kumlinda mama yetu mzazi, asiwe na ule huzuni wa kuweza kusema kuwa kipenzi chake kilimwacha. Akianza kusema hivyo, tutashtukia naye ameenda wapi, anaweza mfuata, sivyo? Kwa hivyo tushukuru Mwenyezi Mungu, tuweze kuombea mama yetu Evelyn. Hili ni kwa mama. Mama, nakutia moyo, baba ametuacha. Uweze kukubali baba aweze kulala mahali pema peponi, na sisi kama watoto wako tuna imani kuwa tutaweza kukulinda kadri ya uwezo wetu. Kwa hivyo kwa hayo machache, nawashukuruni kwa kunisikiliza. Asante. Asante Madam Betty, mnaweza keti, maana wewe ukasimama sana. Enda ukaketi. Afuataye huyu ndio first born wetu kwa wasichana. Yule mmesikia amekuwa mdhaifu. Okay, wana kijiji, wana kanisa, hamjambo? Okay, mimi nilikuja huku nyumbani ya matibabu. Nilipofika, babangu Herbert alinishauri, akaniambia everything to do juu kwa sababu nilikuwa mdhaifu kiasi kwa muda mrefu, na nilikuwa naenda na yeye since 2018. Nilikuwa natembea
tumetembea na yeye. So nilipofika hapa akanishauri vizuri. It was on Wednesday. Nikaenda nilimwambia naenda peke yangu niwekwe damu. Itakapofika siku ya operation, I will call one of my sister brother to come and sign for me. Lakini nilipofika huko, daktari akaniambia we are 8 people who are going for an operation and I'm the first one. Na ilikuwa saa 6, so singepigia mtu nyumbani kwa sababu I knew the situation. So nilichukua muda nikaambia ule alikuwa kitanda yangu next. Na nikamwambia my father is very sick and my mom is very sick and I'm here alone. So nikifunga hii simu watasikia vibaya. So nikamwambia wakipiga, that was 6 saa 12 asubuhi. Nikamwambia wakipiga just mwambie Sara ameenda kuona daktari, but in this sense nimeenda theater. Na immediately ilifika pika saa 1, babangu alianza kupiga simu. That madam alimwambia exactly vile alimwambia, kaambia Sara ameenda kuona doctor. Aliendelea hivyo na nilipotoka jioni, that was on Thursday, Friday tukaongea naye jioni na akaniambia anakuja kuniona on Saturday. Na nilimwambia I'm well, nakuja home on Saturday yenyewe. But unfortunately mpango za Mungu zilienda venye kulienda hivyo. Mungu aliniwezesha mimi nikatoka kule salama, though it was very hard, lakini nilitoka. Naye Mungu akamchukua babangu. Lakini yote tunasema ni asante because baba ameteseka, amekuwa mgonjwa sana. Na zote ni pango za Mungu. Papa, rest in peace. Tawe anano papa Kenya hosinduka minihwe. Dad amekuwa mgonjwa for so long, that one I agree. Lakini papa vile wao lile khoba ye. Lakini ni mipango ya Mungu, hatuwezi kataa. Hiyo usiku nilipopigiwa simu ilikuwa saa 6. Nilifika hapa nyumbani hiyo usiku. Na ukweli nilipofika nilimpata babangu amelala hapo sitting room na alikuwa ametuacha. Sijaamini mpaka wa leo, yani naona ni kama niko kwa ndoto. Lakini naomba tu Mungu atufariji. Mungu atuondelee huzuni, tupate kumlinda mama yetu vizuri. Tupate kuwa na nguvu. Ni hayo tu, mbarikiwe. Asante. Amekuwa rafiki. Yeye huniita mimi firstborn wake. Ameambia watoto hao wote kwamba waniheshimu. Niko na contacts za watoto wote na mwenye alinipea ni baba. Mama, nataka nikushukuru, umejaribu, sio rahisi. Kila mara baba akinipigia simu, mama umekuwa kichukua kiniambia leo ameshindwa kupumua. But mama huja give up. Ninakupa ua mama yangu. Ndugu yangu Edwin, ulikuwa unajiuliza kwamba itakuwaje? Itakuwa tu vile umesimama hivi. Na utaanzia tu hapo. Baba alitamani sana unity ya family. Alitamani kabisa mjuane kule Kitale. Now that hujawajua wote but wamekuja. Just speak from there, my brother Edwin. You guide us. Mungu tukimuomba atatusaidia, tutatembea kwa umoja. Tumeongea na baba mambo mengi, alikuwa anatoka tu hapa hata ambii mama anakuja kwangu tunakaa. Recently baba kanipigia simu, alikuwa na furaha sana. Sikujua ilikuwa ni furaha ya mwisho. My sisters, tunawaombea, mkitutafuta mtatupata. Tukishikana hamutasikia upweke. Nawaombea tu kwamba Mungu awafariji.
Karibu dada. Kanisa langu chini ya mchungaji wetu, wageni wote ambao wamekuja kutusaidia siku ya leo, na wasalimia hamjambo. Hamjambo tena. Mimi jina langu naitwa Eunice Wanyama. Wanyama ni ndugu wa Herbert. Baba yangu ndiye alinitafutia shamba huku Skimu. Yeye ndiye alinisimamia nikanunua hapo Mkuyuni. Na wakati nilihamia hapa, nikauliza baba tunashiriki wapi? Aliniambia baba tunashiriki Makunga, Sapa School kanisa ikiwa Ndivisi. Ndio sababu nilikuwa nashiriki Ndivisi mpaka vile Sapa School ilifunguliwa hapa Mkuyuni. Hakika nimehuzunika kwa sababu baba yangu amenisaidia kwa mambo mengi. Amekuwa protector wangu kwa mazuri, amesimama pamoja na mimi. Wakati nilihamia hapa nikiwa mgeni, ilikuwa saa 12 jioni. Nilishikwa na ugonjwa ambao sielewi ilikuwa ugonjwa gani. Nilikuwa najikuna kila mahali na ninafura hivi. Mzee wangu naye ndio nilishangaa kumbe ajue hospitali. Alitoka mbio saa 1 usiku anakuja anasema hiyo ni ugonjwa ya kwao. Anakuja kuambia baba hapa. Baba kweli alisema, alimuelezea vile iko. Akasema kweli saa 12 asubuhi nitaamkia. Alikuja na mzee alikuwa anaitwa hapa, anaisha hapa anaitwa Vincent. Mapema aliniita kwa mlango, amebeba dawa. Hiyo dawa kweli nilitumia kwa siku 3 na nikapona. Mwili yangu ikarudi nomo. Baba yangu 2018 vile nimeenda kuoperatiwa jicho langu hili, nilikuwa na baba kwa ward. Baba ndiye alikuwa hapo. Ugonjwa wa baba hata nikianza kueleza sitamaliza, lakini tarehe 17 mwezi wa 5 mwaka huu baba alinipigia simu asubuhi. Akaniambia anataka kuku. Mimi haraka nikashika kuku nikakuja hapo. Nilipata mshiriki mmoja wa Makunga. Akafurahi akasema nitengenezee. Kweli wakati walikuwa wanatengeneza mimi nilishangaa. Papa yangu mlishati ilianza hivi. Nikashikwa na uoga nikafikiria anaenda ama nini. Nikauliza mama ni aje, akasema anakuanga hivi. Papa alinyamaza for like 30 minutes. Ndio akarifomu akaanza kuongea tena. Tarehe 30 mwezi umepita Jumapili, roho ikaniuma sana, nikasema acha niende nioneko papa. Nikakuja kwa hiyo nyumba, sikuona mama, nikauliza kijana mdogo wetu huyu mzee ako wapi? Akaniambia haka hapo ndani. Nikasema niitie. Kweli aliita papa. Style alitoka ndani hapo. Nilishikwa na machozi. Baba yangu alistrain akafika kwa mlango na akaweka kichwa kwa miguu. Akaanza kusema mama, ingine nasikia ingine anaruka. Mama yako ameenda kwa dada yako. Ameenda yuko, lakini mimi nakonjeka. Ananyamaza like 30 minutes tena anaendelea. Na akaniambia wacha niende nipumzike sikii vizuri. Akarudi, akaenda kwa room yake na akaniita kwa sauti tena. Akasema kuja. Niliingia kwa room huko akasema kuja. Kwa sauti. Akasema mai. Ohabona bubita. Bula imwana wange. Osikale bula yuhesi babana. Nilishangaa. Hiyo ndiyo ilikuwa Jumapili ya mwisho mimi kuongea na baba yangu. Ndugu zangu, nawashukuru mmefanya kazi mzuri. Mshikilie tu hapo. Mimi ndiyo nakaa hapa, ndiyo nakaa kwa hii boma na sitakoma. Hata wenyewe mliniambia you are part of this family na ninakubali. Mama ataendelea kunipikia vile anapikanga. Mama usifikirie utapika tu, mimi niko, Eunice niko tu. Kwa hayo machache, wacha baba yangu apumzike na kicheko chake. Parapanda ya mwisho atakapopika atafufuliwa na tutaonana. Si Mungu awabariki. Kanisa na waombolezaji wenzetu, mjambo. To my father, he sleep. He was the bahana chamwe kale nono mureke basuri abo banale
banale bufubi ne bunyinda kubwe kulinda luko. He was the source of hope. He brought peace to the home. Mzee alikuwa anapenda amani, ni mtu ambaye alikuwa anapenda maombi sana. Kwa hii nyumba before mlale, mzee alikuwa anaomba. Na ilikuwa lazima attend service yake jioni ndio uende ulale. And kitu ambacho nakumbukia mzee sana ni baba alikuwa mtu ambaye he was a sacrificing person. Kuna wakati nimekuwa shule karo ikakosekana na pia dawa ikakosekana. Ndugu yangu hapa akatumia pesa, akasema nilipe shule kidogo ingine iende kwa matibabu ya mzee. Baba akanipigia simu, akanirudishia zile pesa za matibabu, akasema nimalize fees. Kwanza matibabu ya ngoje. And hapo nilijua mzee alikuwa anatupenda sana, and forever his memories will last in our minds and continue resting in peace till we meet again. Mlembe mwensi, mlembe londi, basi nakase vali Hilary Lwiki, nihalanga Bungoma nano. Yaba ijuma na bako kasi na benyole simu musilo. Kine salala kaya kasi ta, kwa kala zabu asha tu, yonakila neja mungo, ili papa chile. Sanafa kumoyo ta, nabo nandi khulapi kila sawa tu sikila lifa liyo, malabinya hanakuwa strong. Familia ndi papa bulai sa khuloma nangabe nene raisi tawe no mungo mune isaba sana my brothers and my sisters kwendele kubanda amani ku support my mungila chosi alafu kuraba khone ndi buloma nya undu wosi tawe hapo kosi esimalika nza kuicha kulila ende daktari anana kwa kumufunda kwa wale kama ibada malisa papa. Asante. Mama. Kazi kwa mwanaume. Pia mwingine aongee. Kanisa nende wechile kuombolesha ni nase Briena. Sabana nga wali Samuel wasike ndiki jana wa hata rumungo muno. Musahulu kono yuyu kang'ang'ane nafu. Kuli bandu 11 lakini kilo mundu kahaka kamranyo kenye habe. Musahulu yuno mwene kalomangali esomwana niyo nibulo mwene sakaha yata. Esendi ano mulalo ho witness niyo musahulu ka pasibo komana mwa kumanani ngali amalishanga kakoni nali yao wakubali wakati ya wele kubela mwesi mweshana kuombelesi abanga bali kama sika kenyo sya papa uyu anisa kenyo he lakini kubela bele wele kapangali wakati ino Kenya kakubena kubira makwange kano na bakawesa karibu. Papa, rest in peace. Maska mlembe. Zomzore namba 2 mungo muno bandanga Dennis. Papa ino kwake lena hospital. Outside the country niyo khachileta. Papa kwabene naye Kenyatta, kwabene naye Nairobi hospital, kwabene naye Agahan, Race Course, wabene naye Real, Medihill, Joseph Tochos. No, we happen, bino. Mulabonanga na kuli very strong. Wakendele ne papa for long. Kwe amile sambo papa uruhe. Mala manyile nandika kulekele chikhabi. No, liese senda sabe kanisa. Papa na atiba mungo, bindu paka. Lazima yaja kupanga chinyala chatiha. The church is the pillar to the society. Nono mukhaloma samuli khwasikhile mwalimu khakhula khulinde mukha mwalimu nende family iche mukanisa ta. Create a time midweek, come share the word of God.
nenya kuzima some of the elders papa kawela nano very sick na milenge mara kwetu, when I come I meet them, they are talking and they also gave him a word of encouragement. No, as a family ekwe kulatila mai sanabo nelibo fumungota support ni mwakwele kumasika kuloma kuli asante akuendele kubane ndebula lobobo malalie manyile kulamalizia bulai wela hapa barikiwe. Asante. Yana huyo mdogo ndio unamalizia. Mama, nilikuwa nasema pole kwa sababu akikufa ni mimi nilikuwa na wewe hapo, ukaconfirm, ukaniita, ukaniambia babaka amekufa, nipatie simu, nikakupatia simu, tukapigia mzee Emma, akakuja, ndo habari zikaweza kufikia kijiji chote. Pole mama, lakini tuko na wewe, hatutakuacha, tutasimama na wewe vile kitambo mzee alikuwa, tutasimama kwa miguu yake. Sisi familia yote ya watu 11 tutakulinda, akijaribika chochote. Ni mume wako na baba yetu ndiye ametuacha, lakini pole kwa kanisa, pole pia kwa kumpoteza mshiriki, kiongozi, advisor wenu, my legend, my superstar, my educator. Kwa sababu hata hivyo tarehe 2 huu mwezi tulikaa kwa varanda yake pale, penye kiti yuko pale, tulikuwa tunapanga mambo yetu ya shule kidogo, kwa sababu in fact leo ndio tungekuwa sahi Bondo huko kwa hoteli na mzee tunakunywa chai akinifundisha maisha hapa na pale, kwa sababu leo ndio ilikuwa rehearsal yangu ya kumaliza degree. Unfortunately ni siku ambayo tena namziga mzee wangu. Ukiangalia kwa hiyo eulogy, ile picha ya mwisho, hiyo ni siku yangu ya mwisho form 4 2021. Hiyo picha tungeiunda kesho, kwa sababu ningekuwa nimevaa gown kesho, at least tungeshake mzee mkono tena. Lakini kwa yote tunakubali, tunashukuru Mungu yametokea na hatuweze reverse. Ikitokea ni hivyo. Cha muhimu sasa hivi ni kumwomba Mwenyezi Mungu aweze kuilaza roho ya mzee hapa, tuwasike mahali pema peponi. Tunaweza mpatia sifa zote, lakini hatusikii, hawezi kureact chochote. Cha muhimu tu ni kuomba Mungu aweze kuiweka roho yake mahali pema peponi. Asanteni sana kwa kuja kuomboleza na familia. Yase kama kalika balomile sene nelienda sakota ura ndipo papa abiriremo aulu abena abirabwe na sakumanyata, lakini kaumie aulu ebole mane mai aundi ave wezi elaba hapa zali wali kanisa masala ho kijana ino ngarao salilo bari laba in the next 20 minutes aba ahacha Bondo ono mosala hakende bulai abe anisa yanende baba Bondo muchili bahole graduation yewe. Asante.
sasa amelala. Mimi naitwa Queen na alikuwa anaita huyu mama Queen. So imekuwa familia ambayo tuko karibu sana. Watoto wake hapa kuna wale ambao wametoka shuleni wakiniletea sukari nikikunywa. Wananifanyia budget. Nimehuzunika sana. Muweze kutuombea. Asanteni. Basale Mkristo na muheshani mulembe. Mulembe lundi. Sena busanga pisi piano. Kumbonanga ni mwihale muri. Ukuicha hukuboa. Umukoye. Sera isita urabulipo. Toma nadi karibu sana. Kulilalala. Nenya kusima kwa veterani bange. Babele karibu sana. Asa matamukilea Eman matamukilea ino ya baba likwile riena mala Mungu munoka hayana aranga ni mutoka yewe mala kijanje nenya kusime kanisa babele karibu sana nende marehemu kila wakati ni kupa rusimu muichanga mala mkurenda maombi ndo manandi asandi la muichika nenya kusima babana base mwahakile sana kuima bulangwa papa wime lakini sakanyali hane tawe nekyosi kili mpango kyawile nenya kubolela abana base basoleli kubahana omwana wase omusoleli nolino omuhana wase kamumenye limenya lilayi mukabachokora ta omwana wase omuhana niyo wacha nenya ishima muhandera kispresta nenya kuloma okuja kwa marehemu nabele siku ya Ijumaa harusi yaba watirani nambola bakurerere kati ewe hoche ndo maana atao kekole kushenda kidogo nyonje sikiroko bila kamalisi kama siro ni mukolela na mama atawira tukulia patani neseni tayari sianja kanakobola nanyola kyakulya esikali zetawe emuleba naloma atawe endembi emwahe sota kanywako lakini karusya nera muchokoni naloma natakekola kukyakulya esititi sibilile mweko kubona nakhola lakini sakalya ta nabambolelali nenya umpimileko kisilingi elefu ndala nenya kucha mwosi bito mbona omwana wange Sara enahamamo nyosa mwene niche mumbile mwosi bito bache basilike nabamubola nandi Sara namakukachula naye kamakumbolali daktari hakecha kumwogesha kamafuki nambolali olero omwana Elfas nende Sira beche bakone muno ewone sukari yo ino nusoranya nakunjusya ta abana bolera babana becha kwekhala nabo munju momo ulitola saa 5 na bolali olomwana Elfas nende Sila becha gabecha kakesi abana bano bombi na bolali jalisye nono na bolali bola mayu enywe keche kambimbi kana mubimba na kona onekhala kitaka kama chirano nendo manandi tawe oyino za malanga kitaka kina halo mali mbindeta hamucheke kubona kana mucheka tira kumahono ngalikanyira tira nano asali sawa ta bolo mwana Elfas ichakubona papa oyino sali munafasi ndaita omwana ambola tawe ali hakona ukamuinyosha nabantu manambimile namba ya papa Emani mupile kubona abakupila chirani ngalinga kecha kanyola omusakulu wange amale safari yewe ono bukosi omusakulu wange kanyahane esenga lusiga weleke asande kubeleli kasi yewe se mulekula ate mumirembe ani hayo tumbarikiwe katika nchi ya amani
katika nchi ya amani, mateso yatakoma, Mwokozi arudipo, tutaishi na Bwana katika nchi ya amani, katika nchi ya amani. Tuwape nafasi wale wanetu waweke Tutakaa pamoja na Yesu katika pwani yenye raha, tutaimba wimbo wa msana kondoo milele hata milele. Bara ile ina nuru, nuru ya milele. Kristo jua utawala, ufukuza giza. Tutakaa pamoja na Yesu katika pwani yenye raha, tutaimba wimbo wa msana kondoo milele hata milele. Nitapafikia lini na kubarikiwa penye ufalme wa Baba na kumwona uso. Tutakaa pamoja na Yesu katika pwani yenye raha, tutaimba wimbo wa msana kondoo milele hata milele. Umeona huzuni wa mioyo yetu, umeona uchungu wa maisha yetu. Ninajua wewe huwezi nyamaza kimya wakati maisha yetu yana uchungu. Kila wakati wewe huvunja kimya chako na kuzungumza matumaini katika maisha yetu. Ninaomba ya kwamba jioni ya leo ukazungumze matumaini katika familia hii. Tunapouchukua mwili huu na kuuweka kaburini, ninaomba ya kwamba Mungu wangu ukasimame na familia ya mzee Herbert. Wanapoanza kuandika katika ukurasa huu mpya kwa maisha yao, uwashike mikono kwa sababu ni wadhaifu. Utubariki mpaka kazi hii itakapomalizika. Kwa jina la Yesu tunaomba na kuamini. Tutakutana ng'ambo pale, kitambo tu bado, tutakutana ng'ambo pale, tutaimba pale kwa moyo nyimbo tamu za wenye heri, na rohoni hatutaona tena haja ya kupumzika. Kitambo tu bado, tutakutana ng'ambo pale. Kitambo tu bado, tutakutana ng'ambo kwa kipaji cha pendo lake na baraka anazotupa. Kitambo tu bado, tutakutana ng'ambo pale. Kitambo tu bado, tutakutana ng'ambo pale. Naomba hii ni wakati wa familia. Naomba sasa nyinyi akina mama mlikuwa mnasaidia mama kupatia watoto nafasi wasimame hapo kando ya mama yao. Nataka kuwafunza jinsi ya kuanza kuishi bila huyu mzee. Waanze peke yao ndio wazoeane, ndio? Acha vijana wakuje wakae na mama. Neno la Mungu linasema, lakini ndugu, hatutaki msijue habari zao waliolala mauti, msije mkahuzunika kama na wengine wasio na matumaini. Maana ikiwa tuamini ya kwamba Yesu alikufa akafufuka, vivyo hivyo na hao waliolala katika Yesu Mungu atawaleta pamoja naye. Bwana asifiwe. Nasema ya kwamba hataki tukae tusijue siri za wale ambao wamelala.
Ukikosa kujua mahali huyu Herbert yuko wakati huu, utafanya mambo ya ajabu ajabu, utafanya vituko, kwa sababu mtu amekupa ahadi ambazo haziko. Nataka kusema ya kwamba kwa sababu tuna imani ya kwamba Yesu alikufa na akafufuka, sisi tunajua ya kwamba Herbert amekufa na anangoja Yesu aliye na ushindi wa mauti. Atakapoita jina lake, Herbert ataamka pamoja na waliolala mauti. Na hiyo ndio tumaini ambalo limetuweka hapa. Kwa hivyo familia hii, ninaomba ya kwamba mnaenda katika grieving period. Ni kipindi cha kuomboleza. Na wakati mwingine watu wanaomboleza kwa style tofauti. Kuna mtu atanyamaza ufikiri hajasikia uchungu na kumbe analia machozi yakienda ndani. Kuna mwingine atamwagika ufikiri anaomboleza, kumbe ameweka roba na kupima akili. Watu wana maoni tofauti. Ninaomba ya kwamba katika kipindi hiki familia, the extended family, muwapatie nafasi waweze kumona. Muache wahili, muache mioyo yao itulie. Kama kuna mambo ya mipaka ambayo ilikuwa inasumbua na haikutengenezwa na Herbert, sio wakati wa kuiongea hapa. Tuko pamoja? Ile vikao kienyeji ya kuanzia kesho, acheni hao vijana wa Hill, waacheni hiyo majeraha itoke kwa mioyo yao, uchungu uishe, mtaongea mambo mengine kuendelea huko mbele, kwa sababu hawahami wako hapa. Tuombe. Muumba wetu na Baba unayetupenda, tunaushusha mwili huu kaburini, na wewe una ufunguo wa kaburi hili. Ninaomba ya kwamba utakapofungua makaburi mengine na kupasua majeneza mengine, nina imani ya kwamba jeneza hili na kaburi hili itafunguka kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Wote wanaohusika katika kazi hii uwabariki, utupe nguvu ya kukamilisha kazi hii. Ni kwa jina la Yesu tunaomba na kuamini. Naomba watakapoamka na kuondoka huru kaburini, watakapokusanyika makaoni kule tu, majina yaitapoloniweko, majina yaitapolo, majina yaitapolo, ukingoni mwa Yordani katika pwani yenye raha, tutaimba wimbo wa msana, wimbo wa milele. Lakini nataka kumwona Mwokozi kwanza, nitamjua, nikimwona uso kwa uso, nitamjua kwa alama za misumari. Bwana asifiwe. Kifo hiki vile nilivyosema hakijaanza na Herbert, kilianzia Edeni. Na kilipoanzia Edeni, kwa sababu ya uasi uliotendeka Edeni, hukumu ukatolewa. Katika kitabu cha Mwanzo 3
Ukianzia aya ya 18, anzia aya ya 17, samahani, inasema akamwambia Adamu, kwa kuwa umeisikiliza sauti ya mke wako, ukala matunda ya mti ambao nalikuagiza nikisema usiale, ardhi imelaaniwa kwa ajili yako. Kwa uchungu utakula mazao yake siku zote za maisha yako. Michongoma na miiba itakuzalia, nawe utakula mboga za kondeni, kwa jasho la uso wako utakula chakula, hata utakapoirudia ardhi ambayo katika hiyo ulitwaliwa, kwa maana mavumbi wewe Habat, na mavumbini wewe utarudi, na jina la Bwana litukuzwe. Amen. Tawapa wajuze. Hii haina mila yoyote, ni ishara tu ya kwamba mtu amekubali. Si lazima, sio mila ya kwamba lazima ufanye. Imeanzisha hukumu mbinguni, tutasimama je zote, apimapo Mungu hakimu, kila wazo na tendo, tutasimama je zote katika siku kuu. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide, hold me closely to his side, with love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way.